xafladii taariikhiga ahayd ee caleemasaarka mudane cali bunow qorane ee magaalada gaarisa ayaa noqotay tii ugu ballaarneyd ee ka dhacda geyiga waqooyi bari ee dalka, taasoo ay isugu yimaadeen madax badan oo ka kala socday maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe dalka. mudane cali bunow qorane ayaa halkaa ka jeediyey khudbad iyadana taariikhi ahayd oo dhinacyo badan taabanaysay, waxaana uu marka hore halkaa kaga warramay taariikhda madaxweynihii hore dalka ee shaqada laga ceeriyey oo uu sheegay inuu yahay khayru mas'uul aan waxba lagu aamini karin. kadib waxa uu mudane cali bunow qorane si weyn u bogaadiyey dhammaan ka qaybgalayaashii xafladda, madax iyo shacabba. intaa kadib ayuu guddoomiyaha qoomiyadda kikuuyada ee ku nool magaalada gaarisa waxa uu kula dardaarmay inaysan dhegaysan fidmada uu wado madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka. Iko huyu bwana anaitwa Munyoro. Munyoro kwa maisha yake yote hakuna kitu ambaye amefaulu. Mimi nilikuwa DC wake miaka 35 zilizopita. Hata hiyo kazi alishindwa, alifutwa baada ya kuiba mahindi huko Laikipia. Aliiba mahindi na akafutwa. Na president amemheshimu kwa sababu baada ya kuwa UT teacher for one term, president alifanya yeye deputy head teacher ya shule ya Kenya, lakini yeye aliamua ya kwamba atajaribu kuchoma Kenya, akafukuzwa. Lakini leo anachochea wa Kenya. Wewe mazeni hapa wewe, yeye anachochea wa Kenya, hasa jamii ya Wakikuyu. Jamii ya Wakikuyu ni watu ambao wamesimamia nchi hii kwa miaka mingi. Ni jamii ambayo imeheshimika, ni jamii ambayo wanaishi katika Kenya nzima, na nasikitika ya kwamba ni mtu kama huyo, muhuni kama hiyo, ndiye anajaribu kuwaongoza. Kuongoza kwake ni hatari kwa Wakenya, ni hatari kwa hiyo jamii, na ningependa kuuliza ya kwamba jamii ya Wakikuyu watafute kiongozi mwingine. Na jamii ya Wakikuyu ambao wako hapa Kenya, wako hapa Garissa, wamekaa karibu miaka 75. Ningependa kumwalika Bwana Maina Githongori, chairman ya jamii. Sijui kama mzee Maina yuko bado. Mzee Maina kuja kidogo, nataka tusikizane. Mzee Maina ni mtu mimi mwenyewe nimemjua karibu miaka 50. Nilikuwa nauzia yeye ngozi. Anaitwa Maina ngozi kwa sababu alikuwa ananunua ngozi, na yeye ni jamii, chairman ya jamii ya Wakikuyu, patron. Sasa mzee Maina, mimi nataka kutuma ujumbe na wewe kwa jamii ya Wakikuyu mahali popote wapo, kwa sababu wewe ndio mzee wa hapa. Jamii hawezi kuongozwa na Wamunyoro kwa sababu yeye ni hatari kwa jamii ya Wakikuyu na ni hatari kwa Wakenya, kwa sababu anajaribu kutenga jamii ambaye ni muhimu sana katika historia na katika jamii hii. Nataka upelekee ujumbe wetu kwa Wakikuyu mahali popote wako, ya kwamba watafute kiongozi mzuri, mtu ambaye ataunganisha wao na Wakenya, hata kama wao unaweza kuwa kiongozi. Najua wewe uko mzee, lakini tusije tukaongozwa na mtu kama huyo, kwa sababu yeye ni mtu wa fitina, ni mtu wa kuchochea, ni mtu wa kutenga, ni mtu wa kuchoma, na hiyo
hatutaki, kwa sababu ni hatari kwa sisi wote, hasa kwa jamii ya Wakikuyu, kwa sababu leo amefanya jamii yote Wakikuyu waamini ya kwamba kuna njama ya kuwaumiza. Yani they fear for their own security when there is nothing to fear, because there is no threat, there is no plan, hakuna njama. So asante sana mzee kwa contribution yako ya Garissa. Tunatambua jamii na tunakushukuru, na tafadhali upeleke hiyo ujumbe. Asante sana. Ndio, asante sana mzee, amesema atajaribu. Ningependa kuwashukuru viongozi kutoka mbalimbali ambao wamefika hapa, hasa viongozi wa chama cha UDA. Leo kulikuwa na hafla mbili hapa ambaye imeunganika. Ya kwanza ilikuwa sisi tupate hukumu kutoka kwa jamii yetu, kwa wazee, ya kwamba tumeungana, tumeshikana, tumesikizana tukiwa wote pamoja, ya kwamba mimi ndio nitakuwa flag bearer ya family katika election ambayo inakuja. Ya pili, tumefika hapa kuja kujiunga na chama cha UDA. Ningependa kushukuru heshima kubwa sana ambayo tuliopewa kwa viongozi wote wa tabaka mbalimbali na viongozi wa juu kabisa wa chama hiki kwa kufika hapa kushuhudia sisi tukiwa watu wa Garissa, na hasa mimi nikiwa mwaniaji wa kiti cha gavana ya 2027 tukijiunga na chama cha UDA. Ni heshima kubwa. Ningependa kushukuru Deputy Party Leader Bwana Gavana Kimani, Majority Leader Aaron Cheruiyot, Secretary General Hassan Omar, Belgut MP Bwana Koech, Executive Director ya chama na viongozi wengine ambao hasa wale jirani wetu, Senator na Woman Rep wa Tana River ambao wamejiunga na sisi hapa. Nawashukuru kwa heshima ambayo mmetupatia na hatutasahau. Na ningependa kushukuru watu wa Garissa kwa kujitolea kushuhudia hii siku ya leo na kuwakaribisha viongozi ambao wamefika hapa. Ya pili, ningependa kutaja ya kwamba leo ni siku ya historia na siku muhimu, kwa sababu tarehe 15 Septemba 2022 ni siku ambayo Mheshimiwa Rais William Ruto aliapishwa kama president 13 Septemba. Kwa hivyo leo ni siku ya mitatu tangu achukue uongozi. Kwa hivyo ni kama tunasherehekea hiyo siku, na tunaweza kusherehekea kwa kuhakikisha ya kwamba sisi tuko na imani na serikali yake, sisi tuko tayari kuungana na yeye, na sisi watu wa Garissa ni watu wa two term. Nikisema President Ruto mseme two term. President Ruto two term. President Ruto two term. Yeye sisikii vizuri, naona mko wengi lakini sauti yenu ni kidogo. President Ruto two term. President Ruto two term. Sisi ni watu wa two term, na sisi tunaenda na president mpaka mwisho, lakini president ametupatia jukumu ya kwamba kwa kupata hiyo nafasi ya yeye kuendelea kuongoza na kuwa rais kwa muhula mwingine mpaka tujenge. Okay, najulishwa ya kwamba mwenyekiti wa chama madam, karibu, nitakukaribisha. Tunashukuru. Huyu ni gavana wa Embu na chairman wa UDA, chairperson wa UDA Mheshimiwa Cecily Mparire, na ametoka all the way kutoka kaunti yake kuja kuungana na sisi, na tunakushukuru mwenyekiti na kualika. Nikimaliza kuongea kidogo, asante sana, asante sana. Hiyo ni heshima zaidi
Unaona mwenyekiti pia amekuja, deputy party leader yuko, secretary general yuko, majority leader yuko, executive director yuko, wabunge wako. Hiyo ni heshima kubwa ambayo sisi leo tumepewa, mmoja ambaye hatuwezi kusahau. Tunapounga rais mkono, sisi pia kuna nini? Tunapounga rais mkono, sisi tunajua ya kwamba kuna wengine ambao wanajaribu kuhujumu serikali hii. si kastaba ha ahaatee xafladani oo noqotay hadalhaynta maamul goboleedka Gaarisa iyo weliba guud ahaan dalka ayaa lagu wadaa inay miro dhasho doorashada guud ee la filayo inay qabsoonto sanadka 2027.